Alhamdulillahi rabbil alamin wala qibatun lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo tumekuja tena kwenu wapenzi watazamaji wetu wa chaneli yetu ya Msimbo Online TV. Tupo kwenu leo tena na darasa zuri sana kwa atakayesikiliza mwanzo mpaka mwisho. Basi na imani kabisa kuna faida kubwa sana siku ya leo atakwenda kuipata biidhnillahi taala. Na darasa leo inasema aya mbili hizi zinaondosha machawi, hata kana kwamba mtu alifanyiwa zaidi ya miaka 100 itaondoka biidhnillahi taala. Kwa ni vyema ukasikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukaweza kuzifahamu ni aya gani hizo ambazo kwamba tutakwenda kuzitaja siku ya leo, na wewe uende ukazitumie kwa ajili ya kuondosha marogo na machawi yaliyomo katika mwili wako biidhnillahi taala. Kwa hiyo twende sambamba, isikilize hii darasa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida kubwa utakwenda kuipata. Tunazungumzia uchawi wa mtu ambaye anafanyiwa katika mazingira pengine mwenye hajui. Maana kuna uchawi mtu anaweza kufanyiwa akiwa usingizini, na mwingine anaweza akafanyiwa akiwa macho kabisa hadhiri, akawa anaona na akafanyiwa sihiru kama hiyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu kama anafanyiwa basi vinakuwa vina madhara makubwa sana. Lakini kabla sijaingia katika mada, lazima tueleze kwamba uchawi ni nini. Tunapozungumza uchawi maana yake ni nini? Maana yake huwa uqad wa ruqa wa kalamu yatakallamu bihi au yaktub. Tunapozungumza uchawi na maana kwamba ni mafundo au mifundo au rukia isiyokuwa kisheria au maneno anayezungumza huyo mchawi au kuyaandika. Narudia tena, tunapozungumza neno uchawi maana yake ni mafundo au rukia isiyokuwa kisheria au maneno anayezungumza huyo mchawi au kuyaandika. Hii ndo maana ya huo uchawi. Sasa hapa nataka nieleze aina alafu kisha baada hapo tuingie katika hizo aya ambazo tunakwenda kuzieleza mbili ili uende ukazitumie. Wa kwanza kabisa kuna sihiru tafriq. Kuna uchawi wa kufarikisha, wa kuwafarikisha watu, aidha kumfarikisha mtu na mke wake akawa hapendani tena, mapenzi yakaondoka, mahaba yakaondoka, chuki zikatawala katika nyumba yao, hasadi zikatawala katika nyumba yao. Kumbe kuna watu wamewafanyia sihiru tafriki, lakini wenyewe hawajielewi. Mwanzoni walikuwa pika pakua. Mwanzoni alikuwa mwanamume akipata mshahara basi lazima akae na mkewe kupanga tufanye nini, lakini baadaye mwanamume kabadilika kabisa, hana habari kabisa na mke wake. Tena hapendi hata mkewe ajue habari zake. Lakini si kwa mwanamume tu, inaweza katokea hali hiyo hata mwanamke ghafla akaanza kumchukia mumewe, akaanza kutokumpenda mumewe. Kunde kuna vitu vifanyika vinaitwa sihiru tafriqi, ambao mnaweza mkafanyiwa na hali ya kuwa wenyewe mkawa hamjielewi. Hii ni aina ya kwanza ya uchawi. Lakini aina ya pili ni sihiru yuhabbibu baina al-ithnaini. Ni uchawi ule ambao wa kuwafanya watu wawili kupendana, aidha mke na mume. Lakini mapenzi haya sasa yanakuwa si mapenzi ya kawaida. Yaani kama ni mwanamume anapenda mpaka anakuwa kama vile chizi. Hasikii la ndugu yake yoyote, hasikii la mtoto wake, hasikii la kaka yake, hasikii la baba yake. Yaani yeye jambo ambalo atakayosikiliza la mke wake, ama katika familia ya mke kama atamshauri mtu kitu kule ataelewa, lakini katika upande wa ndugu zake hasikii wala ambiwi. Mkiona mtu na mazingira kama hayo, haraka sana ndani mkamuwai, huyo ameshafanyiwa tayari sihiru. Inaitwa sihiru yuhabbibu baina ithnaini, ni sihiru ya kuwafanya watu wawili kupendana. Lakini mapenzi haya yanakuwa si mapenzi ya kawaida. Yaani mtu anakuwa kama kichaa, shekhe, haelewi kabisa, hasikii wala ambiwi. Na ukitaka kugombana naye mwambie jambo lolote kuhusu mke wake au kuhusu mume wake, hiyo kiona shekhe wangu, basi ujue kuna sihiru ndani yake imefanyika. Hili ni jambo la ngapi? Hili ni jambo au hii ni faida ya pili. Hii ni faida ya pili. Hii ni faida ya hatari sana. Hatari sana uchawi huu. Faida ya tatu ni sihiru al-marid. Kwamba kuna uchawi ambao unasababisha maradhi, kwamba mtu anapigwa kwa hiyo anasumbuka na maradhi. Na hii inakuaje? Hebu sikiliza kitu gani nikwambie kwanza. Kwa nini tumesema sihiru al-uqad? Kwamba uchawi huwa uqad kama ni mafundo. Bimaana inachukuliwa kitu mfano wa hirizi,
alafu zinachukuliwa athari za yule ambaye anayekwenda kurogwa, aidha kama anataka kufarikishwa watu au kuwafanya watu wapendane upendo usiokuwa wa maana ule nilosema, au uchawi mwingine wa maradhi, basi inachukuliwa athari katika mwili wake. Na hizi alifanyiwa hata Mtume Muhammad, zilichukuliwa nywele zake Mtume zikafungwa katika mafundo 11. Mafundo mangapi? 11. Na hii anaweza akachukuliwa mtu athari katika mwili wake. Ninaposema athari, inaweza kachukuliwa labda sehemu ya nguo yake, inaweza kachukuliwa labda sehemu ya kucha yake, ama sehemu ya nywele yake, ama athari yote katika mwili wake, hata mate yake, alafu ndio anafungwa katika haya mafundo ambayo hapa tumeyasema. Na huu ndio ule uchawi ambao Mwenyezi Mungu ametutahadharisha kwamba tujiepushe nao na tujilinde nao, aliposema min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri nafathati fil uqad. Ndo huu mafundo yale yanafungwa yale katika athari zako, aidha katika sehemu ya nguo yako, kipande cha nguo yako kinachukuliwa, labda unyuzi katika nguo yako, ama nywele zako, ama kucha zako, chochote kile basi kinafungwa katika yale mafundo. Kisha baada hapo anakwenda kufanyiwa mambo yale ya kichawi. Mambo mengine hapa si vizuri kuyaeleza. Kama alifanyiwa mtu huyu kwa ajili ya kufarikisha, watafarikiana. Kama alifanyiwa mtu huyu kwa ajili ya kuwafanya wapendane, ule upendo usiokuwa na maana, basi watafanyiwa hivyo. Na hii mara nyingi inatokea mmoja wapo, aidha mwanamke au mwanamume, huenda kwa mchawi huyu mganga kwenda kumwambia kadha kadha kadha, ili kwa ajili ya kumtengenezea kitu hiki. Na mara nyingi wanamwagiza, basi kama ni hivyo, kaniletee athari katika nguo yake, aidha kitambaa cha nguo yake, aidha pengine nyuzi katika nguo yake ya ndani, ama nywele zake, ama chochote kile kinakuja kufanyiwa hii sihiri ambayo tunaieleza hapa biidhnillah taala. Lakini vile vile kuna uchawi wa kulishwa. Mtu analishwa mchawi, anakuwa na maradhi, mnasumbuka sehemu mbalimbali, na mkienda katika vipimo vya kitaalamu vya kisasa, mnaweza mkaambia pengine huyu ameathirika tayari, ana maradhi ya kisasa haya, ana HIV ama yale maradhi sugu ambayo kwamba haya pengine hana tiba, na nyinyi ndugu mkaona kama huyu ndugu yetu labda maradhi haya, lakini kumbe kuna sihiri imefanyika, na sihiri hii imeenda kumtia maradhi, na maradhi haya yanaweza kumpelekea hata kumsababisha nini, kumsababisha kifo. Kwa hiyo hizi ni aina za uchawi, na ziko nyingi sana ambazo muda wetu hautoshi kueleza. Nataka twende tukaeleze hizi aya mbili sasa, Muislamu uvifanye kwa ajili ya kuondosha hali hiyo. Zisikilize hizi aya mbili. Hizi aya utafanya kitu kimoja, utazisomea katika maji utazisomea katika maji mara 21, alafu yule mwenye kama uchawi wake ni wakulishwa atakuwa anakunywa kwa muda wa siku 21. Kwa hiyo kila siku unasoma mara moja, atakuwa anakunywa. Kesho tena mara moja, atakuwa anakunywa. Unafanya hivi kwa muda wa siku 21. Lakini kama utakuwa yeye kafanyiwa hii tafriki ya kwa ajili ya kufarikishwa, mapenzi yasiyokuwa na maana yale, huyu atakuwa anakunywa na mengine atakuwa anakoga. Bimaana ile maji utakuwa unasomea, mengine atachanganya na maji mengi atakoga, mengine atakuwa anakunywa ndani ya siku hizo 21. Twende kwa kutajia hizi aya. Na kama utakuwa hujaelewa utanipigia katika namba 07138111 mwisho 46, na nyingine ni 07568111 mwisho 26. Hii hapa hii inasema, lau anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah, mpaka mwisho wa aya hiyo. Na nyingine hii, wakadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Wakadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya kwanza, lau anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka al-amtharu, mpaka mwisho wa hiyo aya. Pili hii, wakadimna ila ma amilu, hii ya kwanza ni aya ya 21 iliyomo ndani ya surati al-Hashr, na ya pili ni aya ya 23 iliyomo ndani ya suratu al-Furqan. Na imani mpaka hapo utakuwa umenielewa inshallah. Nenda kafanye kazi, utakwenda kuona faida na muujiza wa aya hiyo biidhnillah taala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema hayo, tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo. Wabillahi tawfiqi. Lakini msisahau kusubscribe channel yetu, kwa sababu ukisubscribe kwamba kila darasa na kila mara tukileta utakuwa kwanza kupata darasa na mada kama hiyo. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.